Sheria imeweka utaratibu na utaratibu wote unapokiukwa, sheria imeweka mwongozo kwamba mtu yeyote anapokuwa amekiuka huu utaratibu ni nini atapaswa kufanya. Kuna miradi ambayo imebainishwa kwenye sheria kwamba hii ni lazima ifanywe tathmini ya athari kwa mazingira, na kuna miradi mingine ambayo haijatajwa na sheria. Kwa ile miradi midogo kabisa, kama kwa mfano nyumba yako tu ya kuishi ya vyumba viwili, haihitaji kufanya tathmini ya athari kwa mazingira. Lakini kuna miradi ile mingine mikubwa, hiyo lazima ifanywe tathmini ya athari kwa mazingira. Sasa ikitokea miradi ambayo imetajwa kwenye sheria na mtu hajafanya ile tathmini ya athari kwa mazingira, sheria imeweka utaratibu. Mojawapo kuna kifungu cha 184 cha sheria ya usimamizi wa mazingira, sura ya 191, ambacho kimeweka kwamba adhabu kwa mtu ambaye atakiuka, hatafanya hiyo tathmini. Na hiyo adhabu ilikuja kufanywa marekebisho mwaka 2016, na adhabu yake ni kubwa kwa maana inaanzia kiasi cha shilingi milioni 5 hadi bilioni 1 za Tanzania, kutegemea na aina ya mradi. Sasa katika hali ya kawaida, kwa mtu ambaye labda unafanya mradi labda wa milioni 500, alafu uje utoze adhabu ya bilioni 1, kwa hiyo utakuwa unafanya patapotea. Kwa hiyo kikubwa tumekuwa tukitoa elimu ili wananchi waweze kuzingatia sheria. Lakini ikitokea kwa mfano mtu ametekeleza mradi pasipo kuzingatia sheria, tumekuwa tukipita kufanya kaguzi. Aidha, wakati mwingine tunapokea malalamiko wa wananchi wenyewe wamelalamika kwamba jamani, kuna swala hili linaendelea, sisi hatuna taarifa. Tunachukua hatua, tunaenda kukagua, tunaona, alafu tunachukua hatua. Unaweza kuchukua hatua ya kusimamisha, ili sasa hatua ziweze kuhakikisha kwamba je, huu mradi unatekelezwa kwa utaratibu gani. Taratibu za kitaalamu katika utekelezaji wa huu mradi zimezingatiwa au hazijazingatiwa. Alafu mkishajiridhisha sasa, then mnatoa mwongozo